makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu pia kwa neema ambazo anatukirimia kila siku. Jumapili kwenye darasa la asubuhi tulifundishwa mambo mengi kuhusiana na upendo, na hasa ndio Mungu alikuwa amekusudia kuzungumza juu ya upendo katika Jumapili, ya kuwa hata ukifanya nini kama huna upendo, wewe ni kitu bure. Maandiko yanasema, na ndivyo Mungu anajua, na si somo geni. Na hata kudhihirisha kwamba watu hawana upendo, ilifika muda wa kabla ya matangazo, kanisa likaisha, watu wakatoka ndani, kwa sababu hiyo Wakorintho wa kwanza sura 14 inasema upendo huvumilia. Sasa ukiona huna uvumilivu, wewe una uhakika ya kwamba huna upendo. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 mpaka wa 38. Ndipo tunaanzia hapo siku ya leo. Sura ya 9 mstari wa 35 hadi wa 38. Twende haraka, ni saa 4 sasa, na huu ndio nilikuwa natakiwa muda nitoke, na ndio naanza. Ndio. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote, ndio, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. 36. Na alipowaona mkutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. 37. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. 38. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno limeshaombewa, amelisoma na mimi nitalisoma. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa wote na udhaifu wa kila aina. Mstari wa 36 unasema, alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Andika, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Ni sehemu fulani Yesu alikuwa akifundisha katika kijiji, na wakati akifundisha watu wakaiamini Injili. Baada ya kuiamini Injili, ikaonekana ya kuwa kwamba wale watu wana huzuni sana kama kondoo waliopotea. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama kondoo waliopotea wasio na nani? Na mchungaji. Ndipo sasa Yesu akawaambia wanafunzi wake, hapa tayari kuna matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tayari kuna kitu hapa. Hii Injili kuna kitu imezaa. Hii Injili kuna jambo imefanya. Kwa hiyo mavuno tayari tunayo, lakini nani atakayevuna? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mavuno ni mengi, ila watendakazi.
Kwa hiyo kwa nini Yesu hasa anawafundisha wanafunzi wake kwa habari ya mavuno? Kwa nini aliwafundisha habari? Na akatumia mfano halisi wa mavuno kama unayovuna wewe, kama viazi, mahindi na maharage. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namba moja, Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwa habari ya mavuno kusudi ili wapate kujua habari za mavuno ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliposema mavuno ni mengi, baada ya kuhubiri Injili akawaona watu kweli wamekubali, lakini wale watu wamekubali watakaa na nani basi? Ni nani huyo atakayekuwa mchungaji wao? Ni nani huyo atakayekuwa mwangalizi wa hiyo kundi? Ni nani? Akasema basi muombeni Bwana wa mavuno alete nini? Apeleke watendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hapa tumekuwa na bahati. Mara ya kwanza tulitaka kufungua kanisa Kisii. Huyo mtu sijui akaendaje. Tukajaribu, tukafanya, ikaenda hivyo. Lakini baadaye neema ya Mungu ikatokea ya kuwa kwamba kila kanisa litazani kanisa, sio? Lakini kanisa likizaa kanisa, si kuna mavuno pia? Ni nani mtenda kazi sasa? Katika hilo ambalo Mungu amezungumza na kanisa, katika hilo ambalo Mungu amezungumza kwa habari ya kuwa kwamba kuna mavuno sehemu yako tayari. Sasa ni nani huyo aliye tayari kwenda? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati Yesu akizungumza habari ya mavuno, wanafunzi hawakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo inawezekana hata wewe usielewe. Yesu akafundisha habari za mavuno. Namba moja, kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu mavuno ya kiroho. Namba mbili, wanafunzi hawakutambua maana ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yohana sura ya 4 mstari wa 35 mpaka wa 41. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 35 mpaka wa 41. Msomaji amekimbia. Mtu mwingine anaweza kanisomea. Yohana sura ya 4 mstari wa 35. Yohana sura ya 4 mstari wa 35. Ndiyo. Ndiyo. Hamsemi nini bado miezi minne ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. 36. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Yohana sura ya 4 mstari wa 35, nasema hivi: hamsemi ninyi bado miezi minne? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia ya kuwa kwamba huu ni wakati wa mavuno, yamekuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanasema bado miezi minne. Wewe unasema bado mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasema bado mingapi? Wakati mavuno yanazidi kuwa makubwa
na wakati mambo yanapozidi kuendelea, wakati Bwana anapofanya kutawanya na kutaja kufanya kazi, yawezekana kama ni wewe umekusudiwa, lakini bado unakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine, wakati Mungu anazungumza na kanisa kwa habari ya kuwa yatazameni mashamba jinsi yalivyo meupe, ya kuwa wakati wa kuvuna umefanyaje? Umefika. Kwa hiyo Bwana akikutuma usianze kuangalia rafiki yangu, sasa nitamwacha rafiki yangu, au mimi sijui nitakuwaje. Yawezekana hata wengine hivi tunapofundisha, labda ndio sauti ya mwisho kufundisha hapa, wala usije kuniona hapa tena, labda tunakutana kwenye vikao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama Bwana ataniambia ya kuwa kwamba mavuno yako sehemu fulani, yako tayari, mimi atanichagua niwe mfanyakazi wake, si nitaenda. Wewe ukichaguliwa kama wewe utaenda? Bwana Yesu asifiwe. Utaenda. Tena mimi nikienda, nilikuwa nimezoeana na nani, tena nikaanze upya. Sitaenda. Mimi nitakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sitaenda. Mimi siwezi nikaenda. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi ya kuwa haya mashamba yako tayari, yanahitaji watenda kazi ndani wakafanye kazi. Wao wanasema bado miezi minne. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingi Mungu anazungumza. Kuna ibada moja nakumbuka hapa, Mungu alisema na watu kwa sehemu nyingi sana. Na siku hiyo nikaambiwa waambie watu walio na moyo wa hofu wasiogope, lakini niliwaambia, si ndio? Akazungumza na watu hapa ndani, nikasikia yule kijana akasemaje, Bwana ameona ya kuwa katika kanisa hili kuna wamama wanatakiwa kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Mlikuwepo? Mlisikia? Jamani, mlisikia? Jamani, naongea na watu, mlisikia? Akasema watahubiri Injili, na akazungumza na watu kwa namna tofauti. Hata wengine waliambiwa kwamba wakija kanisani wamepewa kazi ya kufanya, waimbe lakini hawaimbi. Wakija kanisani wasikae kwenye viti, wamekaa. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa. Tulisikia kwa watu wakiambiwa, ukiingia kanisani nimekupa huduma, wewe ni mtenda kazi katika upande wa uimbaji. Sasa ukiingia kanisani, kama hutafanya hivyo ukae chini, na wanakaa kwenye viti. Kwa sababu gani? Kuelewa Mungu anasema nini ni vigumu. Ndio maana wakati mwingine Mungu anaamua kusema na wewe mwenyewe, maana akisema yule utamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akasema ukiwa umekaa, Mungu anaweza akasema ukiwa kwenye maombi, Mungu anaweza akasema ukiwa kwenye basi, Mungu anaweza akasema unaomba, Mungu anaweza akasema katikati ya maombi, Mungu anaweza akasema. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi tu amekukusudia wewe kwamba kuna kazi unatakiwa uifanye, anataka uwe mfanyakazi katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usije ukafikiri ni wazo lako. Labda Bwana amekwambia wewe ndiye mchungaji, wewe wa huko tunakotaka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Tumepata neema kwa sababu sisi tumewekwa center. Sisi sasa hivi katika ABC, sisi tuko M, sisi ni mtandao, si ndio? KG mtandao. Hapa mbele tukienda LFN, hasa tunaenda kuzaa mtihani. Huku nyuma tukirudi tuna N, yani tuko LMN. Na maana hapa tunarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu ambako watu wanatakiwa waende wakafanye nini? Sasa mtumishi, tukienda wote tutaishi, hatuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tutoke wote, kila mtu na huduma yake, si wengine watabaki hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akawafundisha wanafunzi kwa sababu hawakujua hasa nyakati ni zipi za kufanya kazi. Hiyo ni namba 2. Namba 3 tunasema wanafunzi hawakujua wajibu wao. Isomee Mathayo 20 mstari wa
6, wa kwanza hadi wa 6. Wanafunzi hawakujua wajibu wao. Mathayo sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 6, nisomee haraka haraka. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama? Hapana mchana nani? Mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaongea na watu tena kwa upole sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawakuta wanafunzi kama wewe na mimi. Wengine wako kwenye shamba lake la mizabibu, wanafanya kazi ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wamesimama kutwa nzima. Anawauliza, hivi mbona mmesimama hapa nini kutwa nzima kazi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe umesimama hapo, una kazi gani unaoifanya katika ufalme? Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote ni watenda kazi katika shamba la nani? La Mungu. Shamba la Mungu ni kanisa. Hili ndilo shamba la nini? La Mungu. Sasa Yesu anawakuta wanafunzi hawajajitambua, wamesimama, anawauliza hivi, hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa kutwa bila kazi? Mbona wewe umesimama bila kazi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wao wakamjibu wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri, enendeni nanyi katika shamba langu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unayo kazi ya Mungu unayoifanya? Jamani, ni darasa la asubuhi. Kuna kazi ya Mungu unayoifanya? Ipi? Si wote hapa tuna kazi ya Mungu. Kuna watu tuna kazi ya Mungu, si ndio? Kuna wana maombi, kuna walimu, na kuna ambao hawana kazi. Yesu kuuliza, kwa nini umesimama hapa bila kazi na kuna kazi, hakuwa mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna watu wamesimama licha kwamba hatoi zaka, haini, haomi, hamiliki, hafanyi nini, yani yeye yupo, yani yupo kama vile mtu tu, kama vile picha imepambwa. Lakini Yesu akiangalia, anaangalia ya kwamba mbona mashambani kuna mazao, hawa watenda kazi hawa mbona wamesimama hapa bila kazi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Akasema, basi msisimame, na ninyi nendeni wapi? Shambani. Nataka nizungumze na watu wasikie ya kuwa kwamba mavuno yako tayari, na kuna watu ambao Bwana anazungumza nao ambao wamefanya shingo ngumu. Mungu amewapa kitu cha kufanya, lakini bado wanaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie
matatizo yanayosababisha watu wasimtumikie Mungu au kufanya kazi yake kwa wakati. Haraka kwa sababu muda wangu umeenda. Tatizo la kwanza linalowafanya watu washindwe kumtumikia Mungu kwa wakati ni hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi bado ni mdogo. Mimi bado nimezeeka sana, sasa sitaweza. Mimi nitaweza kweli? Bwana Yesu asifiwe. Mimi wangeniacha hapa ningefanya hapa. Kanisa jipya ni gumu bwana. Unaweza ukajihubiri mwenyewe, ni kweli. Unaweza ukaenda na watu siku ya kwanza wakaja, na bado siku ya pili ukahubiri kama hujahubiri, na ukatoa matangazo peke yako na ukakusanya vitu kwa kurudisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haimaanishi kwamba katika shamba hilo hakuna mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Bado mavuno yatafanya. Kama bado ni mashamba yatakomaa tu, na mpaka yeye aliyekutuma, kwa sababu Yesu anawakuta wamesimama, anawaambia nendeni na nyinyi wapi? Shamba. Mimi nimechelewa. Mimi nimewahi. Kuna watu wanaogopa. Sasa kama mimi niwe mchungaji, mtoto mdogo Yusufu sasa ana miaka 17. Yeremia si amekuwa nabii tangu tumboni. Yeye anazaliwa anaoshwa akiwa nabii. Wanaenda kuchoma sindano kwa ajili ya kuhakikisha utaifa wake akiwa nabii. Wanamchapa wakimlea nyumbani akiwa nani? Akiwa nabii. Anaenda shule kuandikishwa kwa sababu Bwana anasema nalikujua tangia tumboni mwa nani? Nalikutakasa na nikakuweka kuwa nabii. Sasa changamoto kinachokuja, watu wana hofu. Ndio maana hata watu wahubiri wafanye nini? Nitaweza kweli? Mimi hivi nilivyo, sijui hata maandiko. Ndugu yangu, haujitumi mwenyewe, unatumwa na Mungu, atakupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tunazungumza habari ya mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 20 hiyo iliyoanzia mstari wa 6 hadi wa 16. Na twende haraka, nitalinda muda. Anzia tu Mathayo hiyo 20, afu nianzie mstari wa 6 kwenda hapo chini hadi wa 16. Biblia inasema, ndio, hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona umesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akawaambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. 9. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba. 12. Wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao, akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari. Chukua iliyo yako, uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo, au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza,
na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninazungumza habari ya hofu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatuma wengine asubuhi. Wengine akawatuma saa ngapi? Wengine wakatumwa alafu wakalipwa. Wewe umetuma saa ngapi? Jamani, nianze kuuliza kwa muda ndio hakuna, ningeuliza mmoja mmoja. Wewe ulituma saa ngapi? Maana kuna waliolazimishwa, walikutwa wamesimama senta. Akamwambia na nyinyi fanyeni. Nini na nyinyi bwana? Bwana amesimama hapa mna kazi na mavuno yako pale. Tena si mavuno tu, kuna mavuno na malipo. Na malipo yako sawa kwa sawa. Kwa hiyo watu wanaangalia mimi bado ni mdogo. Sijui nini. Yaani kama ile huduma, ndugu yangu, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mungu akiwa na mpango na wewe, haijalishi umewahi ama umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Umezeeka ama bado ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bado Mungu atafanya kile alichokuitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Namba 2, kungojea muda fulani sahihi. Kuna watu wanangojea muda fulani sahihi. Yaani mimi naona nikimaliza shule, mimi ninaona kuna dhambi zinanisumbua, Bwana akitengeneza eneo lile, mimi ninaona nikijenga nyumba nzuri, nikafungua duka, kwamba nikitoka kwenye maombi na ingia dukani kwangu nitamtumikia Mungu. Si watu mna mawazo hivyo? Akilipa kama kapikipiki hivi, hapo sasa, yaani Bwana asifiwe. Siku zinaenda, unaanza kuzeeka pole pole, na baadaye bado unadaiwa kile Mungu alikuwa amekupa ukifanya, maana utakufa hujakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 22:14, hatutasoma, muda umeenda sasa, naanza kwenda speed. Namba 3, masumbufu ya maisha nayo yanasababisha sana watu wachelewe kumtumikia Mungu. Nitakula nini? Nitavaa nini? Vikao haviishi kila mwezi. Mara wachungaji tumeitwa katikati hapa, mimi ndiye mchungaji, sasa nimekabidhiwa kanisa, nitakula wapi? Yesu anazidi kusema ya kwamba niliwatuma asubuhi, nikawatuma wengine mchana, nikawatuma wengine jioni, na bado niliwalipa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile hofu, kwa hiyo masumbufu ya maisha ndiyo yanasababisha. Hagai sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 4. Watu walisema huu sio wakati hasa ulifaao kujenga nyumba ya Bwana. Namba nyingine inayosababisha ni namba 4, ulegevu. Ndiyo kitu kingine kinasababisha watu washindwe kumtumikia Mungu kwa wakati. Anakuwa ni mlegevu tu, yaani yeye yuko hivyo tu, anataka mambo rahisi tu, anataka vitu viwe vyepesi na mambo yawe hivyo. Namba 5, kitu kingine kinachosababisha watu warudi nyuma kumtumikia Mungu ni vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akawa amekuwa tu na huduma, amekuwa akienda vizuri, lakini anakwazwa kidogo, yaani inaonekana kama amekufa. Anarudi nyuma, anatupa huduma eti kwa sababu amekwazwa. Na pengine si kukwazwa. Unajua kukwazwa kwa aina mbili. Kuna kukwazwa kwa kukwazwa, na kuna mtu huwa anajikwaza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu anajikwaza mwenyewe. Kwa mfano, sio ni soda. Sasa hapo mtu anaweza akawa ameshajikwaza, sasa mbona mimi hawanipi? Bwana Yesu asifiwe. Hajakwazwa na pia ina maana wao wanapeleka tu pale mbele, mbona mimi hawanipi?
ameshakasirika, wana upendeleo. Kuna mwingine anaweza asielewe mtu kasema nini, yeye akachukulia kama shida, akatupa huduma kwamba amekwazwa, kumbe amejikwaza mwenyewe. Ndugu, sisi ni watenda kazi katika shamba. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza haya kwa sababu nimeambiwa niyazungumze haya, ya kuwa kila mtu katika nyumba ya Mungu ni mtenda kazi, na shamba la Mungu lina mavuno, lakini hawa watenda kazi ndio hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka tufungue makanisa, lakini yanasimama na nani? Nani anayeyasimamia? Nani anayeyatunza? Nani anayeyagaramikia? Nani atakayeyabeba kama mzigo ya kwamba tuna mazao sehemu tumevuna, yanahitaji kara na kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo vikwazo vinasababisha watu wanafanyaje? Wanaacha. Na wako wanaojikwaza, wako wanaokwazwa, wako ambao hawaelewi nani kasema nini. Yeye kashabeba kikwazo. Unajua kweli kuna vitu vingine vya ajabu. Yaani kitu kidogo tu. Kwa mfano, mtu aje niambie, leo mzee wa kanisa utakaa hapa, utakaa wapi? Nyuma, si ndio? Tayari nikasirike, maana nimezoea kukaa hapa, niko karibu, ninachaji simu, sasa mnanipeleka kule hakuna switch. Ili kanisa wamebadilisha utaratibu, mimi sijafanya nini. Ndugu zangu, hatutupi huduma kwa sababu ya vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hatutupi huduma kwa sababu ya nini? Katikati ya watu wengi, Yesu akasema mwenyewe, katikati ya watu wengi makwazo hayana budi kuja, ila ole wake anayaleta, si ndio? Sasa kama ni ole kwa yule anayeleta, mimi nitakwazikaje? Nitaachaje huduma eti kwa sababu nimekwazika? Bwana Yesu asifiwe. Aliyesababisha ndiye kafanyaje? Ndiye atakayemsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Muda, dakika zangu 30 zimefika na nimeanza nimechelewa, si ndio? Acha niongeze kwa tarehe. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 hadi 35, nisomee hapo na tulisawazishe hilo mara moja nikienda. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 mpaka wa 35. Ndio. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii, kama vile inavyo Torati nayo. 35. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni swali na tutajibu kwa dakika chache. Biblia imesema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 14 33 mpaka 35, wanawake siwapi ruhusa kunena wala. Sasa kwa hiyo sentensi, mwanamke anafaa kuwa mchungaji? Tujibu darasani, na hapo ndipo naweza nikatumia muda wote hata mpaka kwa sababu hapa kuna kashida. Mwanamke anaruhusiwa kuwa mchungaji? Biblia, mwalimu nisaidie, nitaje tafsiri ni kwa hapa sisi ambao tunafundisha asubuhi. Ni halali mwanamke kuwa mchungaji kama hao sasa wamama wachungaji kama wanapoteza muda? Sina wachungaji wengi ni maneno ya mama. Ni halali mwanamke kuwa mchungaji?
akiwa mwenyewe. Sasa inakuwaje anambilia wapi? Na wakati Biblia imesema akae kimya. Bwana Yesu asifiwe. Eti mwanamke simpi ruhusa. Kwa hiyo hao wamama wachungaji, hata mwingine aliwahi kutuhubiria hapa, mke wa Kerabu. Si jamani, aliwahi kutuhubiria habari za kuanguka ngome za Yeriko. Alikuwa anakosea, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii nayo ni kazi ngumu. Muda haupo, lakini tutalifafanua kwa kifupi. Bwana Yesu asifiwe. Je, mwanamke hapaswi kuwa mchungaji? Sababu zilizosababisha Paulo akazungumza habari za wanawake wasifanye huduma, kunena hiyo sio kunena inapoongea, ameanza kunena hiyo ni mashaka hiyo, ameanza hiyo kwamba wasinene hapa kabisa. Tena akasema wasifundishe kabisa. Ilikuwa ni kwamba katika kanisa la Korinto nyakati hizo wanawake ndio waliongoza kwa machafuko. Bwana Yesu asifiwe. Waliongoza kwa nini? Kwa machafuko. Wakataka kuwa juu zaidi ya wanaume. Kwa hiyo wakawa wakitaka wao wasikike katika jambo. Ukisoma hiyo yote inasema ilikuwa inafikia kila hatua. Mwingine anakuja na nyimbo, mwingine anakuja na zaburi, mwingine anakuja na nini, na Mungu anakuja na hiki, na wanataka vyote vifanye kazi kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea hapo, nyinyi mnaotaka mtakuja ni wapi mtusisome. Sina muda maana tutakutana ibada itaisha. Ukiendelea hapo chini, Biblia ikaenda mpaka ikasema ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa nini? Wa utaratibu. Kwa hiyo mwanamke, unisikilize vizuri. Wewe uliye na wito wa uchungaji, ndio wewe tunaitaka tupeleke Loliondo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huko Loliondo huko. Unajua tujaye kuambia kwamba Bwana ametuonyesha mavuno ni mengi leo, tena kazi ni machache. Kwa hiyo watu wanakaa eti mimi ni mama, mimi siwezi kuhubiri. Biblia inasema itakuwa siku hizo nitamwaga roho wangu kwa wana wa kike na walimu, na watatabiri, na vijana wenu wataona maono. Kwa kumaanisha roho wa Mungu anapokuja, zile huduma 5 zinafanya kazi kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mchungaji, sisi niseme kuiteje mchungaji mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe mchungaji wa kike, Bwana ana haja na wewe. Wanawake hawa walikuwa hawataki kuzingatia utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14:39 mpaka 40, andika hapo. Ninapita haraka na kwa hizi ratiba ninazoziona haya masomo mengine labda tutakuja kuyafundisha kwenye semina. Maana sasa mavuno yako tayari, lazima watu twende spidi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Acha niwape mfano wa mwisho nikiwa natoka kwa wanawake waliokuwa wachungaji. Warumi sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 6. Warumi sura ya 6, mtu anaweza kanisomea, kama hakuna atasoma mwenyewe. Sura ya 16, Warumi sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hebu iandike mchungaji mwanamke ambaye Bwana anakuita,
na usianze sababu za kujitetea na kushindwa kufanya kazi ya Mungu. Warumi sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 6. Na mkabidhi kwenu Fibi ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa lililoko Konkrea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fibi alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke. Wakina mama Fibi alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke. Amsomaji Biblia. Fibi alikuwa mwanaume au mwanamke? Fibi alikuwa ni mwanamke na alikuwa akihudumu katika kanisa la wapi? Konkrea. Mstari unaofuata kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, msaidie katika neno lolote atakalo hitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa wengi, akisaidiana na mimi pia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3, na msalimie Priska na Akila, watendakazi pamoja nami katika Kristo. Hao ni kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa Mungu amekukusudia kuwa mchungaji na umelibeba sanduku la agano na una wito na una huduma, maana hii ni huduma. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kusema wamama wakae kimya. Sasa kama mmeambiwa mkae kimya, mnaomba kufanya nini? Si mlikutajwa kwa Mungu, mnafanya nini? Kwa sababu kukaa kimya kanisani ni kukaa kimya, hivi mnaelewa maana ya kukaa kimya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Si mnafanya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe ni mama, Mungu akikupa ujumbe, si utaleta? Si ndio? Kwa nini unaleta? Kwa nini usitutoe ndani ya kanisa? Mseme Bwana amesema. Ukirudi tena kimya. Alafu kamuulize mume wako nyumbani. Si ndio maandiko yanasema? Kamuulize nyumbani, kwa maana yake nini? Mtumishi leo anajaribu kufundisha nini? Bwana anaweka roho ya utumishi kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Wa kike na wa nini? Wa kike na wa kiume. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 hadi 4, utaona kuna mwanamke huko alikuwa akifundisha. Swali: mbona mmesimama hapa kutwa nzima na kazi ziko mashambani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni watenda kazi. Ninazungumza haya kwa sababu niliagizwa niseme hayo ya kwamba katikati yetu kuna watenda kazi. Na kazi ya Mungu mashamba ni mengi. Wewe unayejiita ni mwana maombi, ukisikia Mungu anakuambia uko ndio utakuwa mwana maombi na adana na wenzio, usianze kuleta sababu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu atasema na watu, si ndio? Atasema na watu taratibu, wale aliowakusudia. Walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Sisi sote hapa tumeitwa, lakini katikati yetu tunateuliwa kila mmoja. Wewe utakuwa katibu wa nini? Wewe utakuwa katibu wa nini? Haimaanishi sasa wewe ukibaki kwenye kiti sio wa Mungu. Si ndio hivyo? Umeitwa, lakini ndani ya kuitwa tunateuliwa, si ndio? Unateuliwa kuimba, unateuliwa kuhubiri, unateuliwa kufanya nini, unateuliwa kufanya nini, unateuliwa kufanya nini. Hata ukisikia ya kwamba wewe ndiye umeteuliwa
yako. Usilete sababu, maana Bwana mwenyewe atakuwa amefanyaje? Atakuwa amesema na wewe. Mchungaji hayupo, mimi sipo, hakuna mtu atakaye kuwepo. Sasa usije ukafanya shingo ngumu. Anasema mama fulani, wewe ndio utakuwa mchungaji. Bwana ulisema bwana wa mama wanyamaze kimya. Usije ukawa kama Yona, si ndio? Tufunike macho. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Sisi ni watenda kazi katika nyumba yako. Ni kwa sababu hatukujua hasa shamba lenyewe ambalo Bwana imetustahili kwenda kuvuna hayo mavuno liko wapi. Lakini tazama, umetuonyesha ya kwamba shamba limekuwa jeupe na liko tayari kwenda kuvuna. Tunaomba msaada wako wewe Mungu, ambaye uliwasaidia watumishi wa kwanza, wakakubali, wakaitikia, na ukawashika mkono na wakakubali kwenda katika shamba lako. Hata sisi Bwana tuko tayari ikiwa Bwana umetusudia. Asante kwa sababu Mungu, wewe ni Mungu mwenye utukufu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Kiongozi wa ibada kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kiongozi ni mimi. Sasa nimeanza hapo. Haleluya. Amen. Wamama wasiongoze. Bwana asifiwe. Amen. Nani anasema waongoze? Nani anasema waongoze? Warumi 4, yani Waamuzi 4 mstari wa 4. Waamuzi 4. Waamuzi 4 mstari wa 4. Tunataka tuangalie kuanzia hiyo tatu kwanza. Kulikuwepo wakati ambapo watu walikuwa ni matajiri, watu walikuwa wametajirika. Kuna mtu alikuwa ni mtu aliyekuwa na magari mengi. Ni nani aliyekuwa kiongozi wakati watu walitajirika? Somaji, Waamuzi 4 mstari wa 3. Tunataka tuelewe jamani. Ili kesho na kesho kutwa uelewe ni kitu gani tunasema. Mimi nimeuliza nani anasema mama aongoze. Lakini tunaenda kwa Biblia. Haleluya. Amen. Haya, sikiliza. Waamuzi 4 mstari wa 3. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900. Kwa sababu ya Sisera alikuwa ametajirika sana, ako na magari 900 ya chuma tena. Naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Na amewaonea wana wa Israeli kwa muda wa miaka 20. 4. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi, mke wa Lapidothi, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Amen. Amen. Haleluya. Nani alikuwa mwamuzi? Debora. Debora ni mwanamke na nani? Mwanamke sio? Alikuwa mwanamke sio? Ndiye alikuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Kwa hivyo wakati alipokuwa ni mwamuzi, ni kumaanisha kwamba ndiye alikuwa mwamuzi, kama vile alikuwa mwamuzi, tuseme ya kwamba alikuwa ni mwamuzi, tuseme ya kwamba hata kitonganya nzima, ama tuseme ya kwamba alikuwa ni mwamuzi wa kanisa. Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo nani anapinga mwanamke asiwe mwamuzi? Hakuna. Debora ndiye alikuwa mwamuzi. Ndio alikuwa anasema na wako kama bora kwa. Ni wako kama no. Today tuko katika mafungo, hatuwezi kukala. Ndio anasema leo tunataka tumuombe Mungu peke yake. Ndiye alikuwa anasema vitu vinatendeka. Ndio alikuwa anahubiri, ndio alikuwa anasimamia wana hao wakati huo. Kwa hivyo ni vizuri mwanamke ama mama ama mtu mwenye amevaa sketi anastahili kuongoza, na yeye ndiye anaongoza vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Si wakati aliongoza kulikuwa na mtu alikuwa na magari 900. Sasa sisi hapa tunaongoza, wazee tunaongoza, hakuna mtu hapa analingania. Wanawake waongoze hata ndondo huko ama waongoze ziada. Wazee sio na magari. Wamama wawe na magari. Lakini sio magari ile ya ile, si unaelewa? Najua watu wanakaa kwenye magari wanafikiri magari kumbe ni kondoo. Haleluya. Magari ya Mungu. Haleluya. Kama nini sana? Ni kumaanisha kwamba unaweza ongelea magari usinielewe. Naongelea magari ya aina nyingi. Unaweza kuwa na magari ya utajiri, yani roho yako imetajirika na magari. Roho yako imetajirika kimungu.
Bwana asifiwe. Amen. Si mwanamke aongoze ndoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vifungo vingi. Kuna injili nazungumzia habari za wamama kuongoza injili. Achana na wababa. Si watu wanaenda katika michezo kukimbia. Mama anaweza kushinda mzee na anaweza kufanya vizuri kuliko mzee. Kitu kilisababisha Paulo aseme hivyo ni kwa sababu aliangalia maeneo yale. Kama hapa ninaweza angalia nione hawa mama wako hivyo wakiongoza watanikanyaga. Akasema akafunga hiyo. Yaani alikuwa na ile tabia ya kuwafungia wasiruke sana. Maana watamkanyaga. Maana watatenda mambo ambayo sio. Kulingana na hiyo walikuwa. Bwana asifiwe. Sasa nani anasema na watu wasiokuwa. Amen. Mangapi ataongoza sasa? Nani ataenda Rodioni? Na jamani, Biblia inasema wamama wako na ruhusa ya kuongoza kanisa. Na hawa mama wanaongoza vizuri. Unajua wamama hata wanajua kuendesha ibada mpaka wanalia. Sisi wazee tulilia tukatosheka. Hata unapoona ukiona mzee analia ujue ya kwamba hakika Mungu ameshuka. Lakini mama akiongoza ibada na wakati mama anahubiri analia, kanisa lote linalia. Wakati anatubu, kanisa lote linatubu. Kwa hivyo mama anastahili kuongoza ibada, anastahili kuongoza kanisa, na wakati akiongoza kanisa, mimi niko na imani kwamba hilo kanisa litaenda mbali. Amen. Mungu awabariki. Amen. Tunawaambia mama anaweza kuongoza bila wasiwasi. Amen. Mtu asikufungie, mwambie wewe labda kashetani kamkuingia.